basi niwaombe tuweze kuomba ili tuanze kipindi chetu. Tunakushukuru Baba yetu na Mungu wetu uishie juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa siku hii ya leo tena, nimekupendeza ndugu tunaoendelea kuwa katika maeneo haya waweze kulisikia neno lako ambalo umelikusudia kwa ajili ya wokovu wa roho zetu na za kwao. Wasaidie sasa kulisikia neno hili na lianguke katika mioyo yao kama ile mbegu iliyoanguka katika udongo mzuri, na ikaweze kuzaa matunda yatakayowafanya wapate uzima milele, na hiyo ni tabia yako kuonekana ndani ya mioyo yao. Asante kwa sababu wewe ni mwema na mwaminifu na amani, na ninaamini ya kwamba utakuwa pamoja nao na sisi pia, ni kupitia jina la mwana wako mpendwa Yesu Kristo. Amina. Amen. Basi ningependa tuweze kuingia katika somo letu la unabii, na tuliweza kuona unabii taa ukizidi kuangazia watu ujio wa Kristo na kutambua ni mambo gani yanayoendelea katika ulimwengu. Leo kwa sababu ya muda nitakwenda kwa haraka nikionyesha tulichojifunza jana, lakini tutaingia ambacho tutakwenda kujifunza leo. Jana tulijifunza kuhusiana na habari ya ndoto ya Danieli aliyoiota. Tulisoma kitabu cha Danieli 7 kuanzia mstari wa 1 mpaka mstari wa 8. Tukaona Danieli aliona wanyama wakubwa 4 wakitoka katika bahari. Anasema na kila mmoja alikuwa ni wa namna yake. Akatuambia katika mnyama wa kwanza alikuwa kama simba, na simba alikuwa na mabawa. Mnyama wa pili alikuwa kama dubu, na mnyama wa tatu alikuwa kama chui, na mnyama wa nne alikuwa kama mnyama wa kutisha. Lakini dubu alikuwa amenyuliwa upande mmoja, mbavu 3 zilikuwa mdomoni mwake, na chui alikuwa na vichwa 4, na juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa 4. Tukajifunza tukaona simba aliwakilisha utawala wa Babeli. Tulisoma kitabu cha Yeremia 50 na ule mstari wa 17, lakini pia tukasoma kitabu cha Yeremia 4 na ule mstari wa 7. Lakini tukaona baada ya Babeli kuondoka katika utawala walifuatia Wamedi na Wajemi. Tukaona Wamedi na Wajemi walifuata. Tulisoma katika kitabu cha Isaya 13 na ule mstari wa 17 mpaka mstari wa 19. Tukaona baada ya Babeli walifuata Wamedi na Wajemi ambao leo ni Wairaki wa leo, Wamedi na Wajemi. Lakini pia tukaona walifuatia Wayunani chini ya Alexander Mkuu, Alexander the Great. Lakini tukaona ufalme ule pia uliweza kugawanyika baada ya mfalme Alexander kufa. Matokeo yake majemedari wake 4 wakamiliki utawala ule. Lakini tukaona baada ya Wayunani kutoka ambao ni Wagiriki, walifuatia Walumi, Roman Empire, nao pia waliweza kutawala. Tuliona kuanzia mwaka wa 168, lakini ilipofika mwaka wa 476 tukaona Rumi iliweza kugawanyika na matokeo yake zikatoka pembe 4, na tukaona utawala wa Rumi kweli ulifuata, maana Kristo alizaliwa katika mamlaka ya Kirumi. Tuliweza kuthibitisha hilo katika kitabu cha Luka. Tulisoma kitabu cha Luka 2 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 7, lakini pia tuliweza kuongeza na mafungu mengine tukaweza kuthibitisha hilo. Lakini tukaona Rumi ya kipagani inajulikana kama Rumi ya kishefu ambayo iliongozwa na makaisari. Tuliona baada ya Rumi hiyo kuanguka kulikuwa na makaisari, walikuwepo kina Nero, walikuwepo kina Diocletian. Ni makaisari waliokuwa kitawala katika utawala wa Rumi. Lakini tuliona Rumi baadaye ilikuja kugawanyika na matokeo yake yakatokea mataifa 10. Tuliweza kuyaona ambayo mataifa 10 hayo leo tunayo mataifa 7. Tuliona sababu ni nini? Danieli akasema alipokuwa akimtazama mnyama huyo. Usome kitabu cha Danieli 7, soma mstari ule wa 19. Danieli alipokuwa akiwatazama wanyama hawa, mnyama huyu wa 4, Danieli alitaka kumwelewa zaidi jinsi ambavyo alivyokuwa ni wa kutisha na alipokuwa tofauti na wenzake. Soma kitabu cha Danieli 7, anza mstari wa 19. Danieli 7:19. 7:19 kitabu cha Danieli. Nasema, twende. Kisha nalitaka kujua maana ya yule mnyama. Anasema Danieli baada ya kuoneshwa maono, anasema kisha nalitaka kujua habari za yule mnyama huyu wa 4 aliyekuwa mbali na wenzio wote. Kwanza alikuwa mbali na wenzake wote, mwenye kutisha sana. Alikuwa ni mwenye kutisha, ambaye meno yake yalikuwa ya
ya chuma, yalikuwa ni ya chuma, na makucha yake ya shaba, makucha yalikuwa ya shaba, aliyekula na kuvunja vipande vipande. Anasema mnyama huyu alikula na kuvunja vipande vipande, na kukanyaga mabaki kwa miguu yake, tena akakanyaga mabaki kwa miguu yake. Na habari za zile pembe 10, habari ya zile pembe 10 zilizokuwa kichwani mwake, na ile pembe nyingine iliyozuka, ambayo ndani yake zilianguka pembe 3, yaani pembe ile yenye macho na kanwa iliyonena maneno makuu, ambayo onekana kwake kulikuwa hodari kuliko wenzake. Asante. Kwa hiyo Danieli alipomwona mnyama huyu alitamani kujua maana ya mnyama huyu, lakini akatamani kujua maana ya hizi pembe, lakini akatamani kujua maana ya hii pembe ndogo iliyozuka. Lakini kuzuka kwake ilisababisha pembe 3 zikang'olewa, lakini tunaambiwa ya kwamba ilikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na ilikuwa na kinywa, lakini haikuwa na masikio. Maana yake yenyewe inaweza kusema, inaweza kuonya, lakini haiwezi kuonywa kwa sababu haiwezi kusikia. Na tukaona ya kwamba nini maana ya pembe. Tulisoma Danieli 7 na ule mstari wa 24. Kibia haraka hapo tuweze kusoma watu wa Mungu. 7:24 kitabu cha Danieli inasema. Nini maana ya pembe? Anasemaje? Danieli inasomeka hivi. Twende. Anasema na habari za zile pembe 10. Sasa malaika anamueleza Danieli, maana alitaka kujua nini maana ya huyu mnyama wa nne, nini maana ya hizi pembe na hii pembe ndogo, na kung'olewa kwa hizi pembe ambazo zilikuwa ni 3. Anasema na habari ya zile pembe, katika ufalme huo, katika ufalme huo wa Kirumi wataondoka wafalme 10, wataondoka wafalme 10. Maana yake ni kusema kwamba katika ufalme huu utagawanyika, na matokeo yake wafalme 10 watainuka katika utawala wa Kirumi. Tuliweza kujifunza katika Danieli 2, katika Nyayo tuliweza kutambua na tukaona ni kweli mataifa ambayo tunaweza kuyaona, tuliyaona mataifa 10 ambayo leo yamebaki 7 yanajiita G7. Tuliona Hispania, England, Ufaransa, Italy, Ureno, tukaona na mataifa mengine ambayo leo yanaunda G7, lakini yalikuwa 10. Lakini Danieli alipokuwa aliona kuna taifa lingine, maana pembe ni ufalme au taifa. Taifa hilo lilizuka na matokeo yake likang'oa zile pembe 3, na tukaangalia taifa hili lilozuka lilikuwa ni taifa moja tu katika Italy ambalo lilikuwa ni Vatican, na ndani ya Vatican kuna mtawala aliyeweza kuinuka ambaye alikuwa ni Papa. Tuliweza kuona kulingana na sifa. Sasa teremka Danieli 7 hiyo 24, teremka mpaka 25 tuweze kuangalia hizo sifa, alafu tuhusianishe tuone, je, ni kweli, na tuone kwa nini lazima tujifunze jambo hili. Soma kama umefika. Anaendelea kusema, anasemaje? Katika ufalme huo wataondoka wafalme 10, katika ufalme huo wataondoka wafalme 10. Anasemaje? Na baadaye ataondoka, na mwingine ataondoka baada ya hao. Anasema kuna mwingine atakuja kuondoka baada ya hayo. Anasema naye atakuwa mbali na hao wa kwanza. Anasema huyu atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme watatu. Kwa hiyo kumbe kuinuka kwa mfalme huyu kutakuwa sababu ya kushusha wafalme wangapi? 3. Na tukaona mataifa yaliyoshushwa ilikuwa ni Heruli, ilikuwa ni Vandalis, na walikuwa ni wa Ostrogoths. Na tukaona sababu ilikuwa ni nini? Haya mataifa matatu, Heruli, Vandalis na Ostrogoths, yaweze kuangushwa. Tuliona ni sababu yalikuwa na mafundisho ya kialieni, ambayo yalisemekana ya kwamba walikuwa wanafundisha kwamba Yesu alikuwa ni tofauti na Baba, tofauti na utatu, ambao katika mkutano wa Nisea uliokaliwa mwaka wa 325, ambapo Ariusi aliweza kuitwa kutetea imani, na akasema ya kwamba yeye hataweza kuamini utatu mtakatifu kwa sababu ni fundisho ambalo linaharibu nafsi ya Mungu. Na tumekuwa tukijifunza hapa ya kwamba tunapomzungumzia Mungu tunamzungumzia Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tusome kitabu cha Efeso 4 na ule mstari wa 6. 4:6 kitabu cha Efeso. Katika kitabu cha Efeso sura yake ya 3:4. Waefeso 4 mstari wa 6. Waefeso 4:6. Barikiwa. Anasemaje? Katika kitabu cha Efeso 4:6 neno la Mungu linasema hivi. Alisema Mungu mmoja
ya yote. Kwa hiyo tunapomzungumzia Mungu mmoja, tunamzungumzia Baba wa wote. Lakini fundisho ambalo lilikaliwa mwaka 325 katika mkutano wa Nicaea, maaskofu wa kanisa la Rumi wakamhukumu Arius na kusema ya kwamba fundisho la kuamini ya kwamba Yesu na Mungu wako tofauti ni fundisho la Kiariani, na wao wakawa wanaamini ya kwamba Mungu ni utatu, yaani ukisema Mungu ni kusema Baba, Mwana na Roho. Lakini tulifundisha hapa katika Biblia, unapomzungumzia Mungu unamzungumzia Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wakorintho wa kwanza 8 kauli mstari wa 6. Soma kama umefika. Katika Wakorintho ya kwanza 8:6. Wakorintho wa kwanza 8:6. Katika Biblia hakuna andiko hata moja linalosema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho, kwamba Mungu mmoja anatengenezwa na nafsi tatu, sasa huyo Mungu anakuwa ni umoja. Hapana, Mungu ni mmoja, Mungu si umoja, na huyo Mungu mmoja ni Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa umefika. Anasema lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba. Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Kwa hiyo kuna Mungu mmoja aliye Baba. Sasa utajiuliza, ni Baba wa nani? Ni Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kitabu cha Efeso 1 na ule mstari wa 17. Kwa hiyo hilo ndilo fundisho ambalo liliweza kufanyiwa kikao au mkutano uliokuwa unaitwa mkutano wa Nicaea mwaka wa 325. Ndiko fundisho la Utatu Mtakatifu lilipoweza kupitishwa. Bwana Simon, betri mlinunua, maana naona mic huku inazima kabisa. Singo riaka betri. Basi tuendelee. Kwa hiyo fundisho basi, hebu katie amina. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa sababu ambayo ilifanya hizi pembe tatu Wahenuli, Wavandasi na Waostrogoths waweze kung'olewa, kwa sababu walikuwa na mafundisho ambayo Arius alikuwa akiyafundisha yaliyokuwa yanamtofautisha Mungu na kumwonyesha Mungu ni wa pekee wa kweli, kama ambavyo tumejifunza hapa. Hebu tusome kitabu cha Yohana 17 na ule mstari wa 3. 17:3, kitabu cha Yohana. Fundisho la Utatu Mtakatifu ni fundisho ambalo limeanza mwaka wa 325 tena katika baraza la Nicaea. Mungu gani ambaye ana muda wa kuanza? Mungu wa mbinguni hana muda alioanza. Mungu wa mbinguni hana mwanzo na hana mwisho, lakini Mungu wa Utatu ana mwaka alioanza na watu wakaanza kumwamini. Sasa swali, Ibrahimu aliyokuwa kule nyuma alikuwa anamwabudu Mungu gani kama si huyo wa Utatu ambao ameanzishwa leo? Huyo ni Mungu wa uongo, Mungu wa mwaka 325 tena katika baraza la Nicaea. Soma kama umefika. Yohana 17 fungu lake la 3. 17:3 kitabu cha Yohana. Nasomeka hivi. Twende. Na uzima wa milele ndio huu. Na uzima wa milele ndio huu. Wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli. Wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli. Yesu Kristo. Hata Biblia inaonyesha kuna Mungu wa pekee wa kweli. Na kuna Yesu ni Mungu wa pekee. Na huyo Yesu aliyetuma huyo Mungu wa pekee wa kweli nani? Waraka wa kwanza Yohana 14. Kwa hiyo hilo ni fundisho baada ya Utatu Mtakatifu kuanzishwa. Baada ya 5 Arius aliweza kuonekana ni mzushi na ni mwasi kwa sababu aliamini kinyume. Hivyo leo kiamini kinyume na unaamini, kama unaamini katika Biblia utaitwa mwasi, lakini ninafurahi kwamba nakuwa mwasi wa dhehebu, si mwasi wa imani. Kwa sababu katika imani hata ukote yako katika imani
imani na tuwe Yesu aliyekuwa kweli na tumefika. Na sisi tunaona kushuhudia. Na sisi tunaona pia ya kuwa Baba ndio maana alituma Mwana huwa mkozi wa ulimwengu. Kwa hiyo kumbe Mungu pekee wa kweli ni Baba. Na Baba ambaye ni pekee wa kweli alikuwa Kristo. Na Kristo ni Mwana. Ni Mwana wa Baba. Kwa hiyo ni vitu viwili au watu au ni nafsi mbili tofauti. Wote nafundisha utatu. Warumi wale wa mwaka wa 493 baada ya Kristo. Warumi kama mwaka 493 lakini wakati wa wala alisokata kumolewa mwaka 534 baada ya Kristo. Na kwa yake Mungu mmoja walikuwa ni Orthodox walimolewa mwaka 538. Na baada ya mwaka 538 mamlaka ya upapa wakajipatia mamlaka na kuanza kutawala dini na serikali. Wakaanza kumiliki kofia mbili. Akatawala dini na pia akatawala serikali. Wakati Kristo alipokuja katika ulimwengu alitutofautisha. Dini na serikali havipaswi kuungana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mambo ya kidini yanasimama dini na mambo ya serikali yanasimama kama mambo ya nini? Ndio maana katika yetu ya nchi imeweza kutenganisha. Iwache watu wawe uhuru na tunaambia serikali nini? Haina dini. Serikali haina dini ila watu wake wana nini? Ni kuonyesha kwamba serikali haitaingilia mambo ya dini kusema kwamba wanapaswa waamini hivi, lakini kila mmoja atapewa uhuru wa kuabudu kufuata taratibu za nchi yake inavyohitaji. Wanaweza ziviwe. Amen. Lakini hakuna serikali itakwambia nitakiwa uamini hivi, kwa sababu serikali yetu imetenga dini na nini na serikali. Lakini kuanzia mwaka 538 baada ya Waheruli Vandals na Ostrogoths kuongolewa, mamlaka ya upapa ikajipatia mamlaka ya kuanza kutawala dini na serikali. Na hapo ni baada ya mfalme aliyekuwa Rumi, Mfalme Konstantino alipoweza kuondoka na kwenda kule Uturuki, Istanbul, akaenda kujenga mji akauita Constantinople. Na baada ya kujenga mji, Rumi ikaachwa ikiwa haina mtawala, na askofu aliyokuwa Rumi pale akachukua mamlaka na kuanza kutawala dini na serikali. Na matokeo yake soma katika kitabu cha Danieli 7 mstari wa 25. Nini kilitokea kwa Wakristo? Na hili liko wazi katika vitabu vya historia. Vitabu vya historia kanisa liko wazi kwamba kanisa la Kirumi liliwatesa wale waliokuwa wakipinga mafundisho yake. Tunapata historia akina Martin Luther. Wanaweza ziwe. Amen. Martin Luther aliandika makosa 95 akayabandika katika mlango wa kanisa la Kirumi. Matokeo yake nini kilifanywa? Martin Luther akaitwa ni mzushi. Lakini kuna wakina Wycliffe waliweza kuonekana kuwa ni wazushi. Ni kwa sababu gani? Walipinga mafundisho yaliyokuwa kinyume. Mfano, Martin Luther alipinga fundisho la kwamba mwanadamu anahesabiwa haki pale anapoweza kutoa vitubio na mambo mengine. Martin Luther akasema hapana, mwanadamu anahesabiwa haki kwa imani. Anapomwamini Kristo anahesabiwa haki na kusamehewa dhambi. Hakuna kitu mwanadamu anaweza kulipia ili apate msamaha wa dhambi. Lakini walikuwepo waliopinga mafundisho ya ubatizo, ukabatiza kwa kunyunyiza, na ubatizo ukaelezwa kwamba ni wa maji mengi, na matokeo yake ukatoka kalitenga na kuwa na matengenezo. Hiyo tutajifunza katika historia ya kanisa, iko wazi. Soma kama umefika katika Danieli 7:25. 7:25 kitabu cha Danieli. Baada ya pembe ndogo kuzuka, mambo gani ilifanya kuanzia mwaka 538? Anasemaje? Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Tunaambiwa kwamba huyu pembe ndogo atakapoinuka atanena maneno kinyume chake aliye juu. Naye atawadhofisha watakatifu wake aliye juu. Kwa hiyo tuliona kunena kinyume na maneno yake aliye juu. Tuliona aliye juu alitoa amri 10. Jana tuliziangalia hapa. Lakini mamlaka ya huyu mnyama au mamlaka ya huyu pembe ndogo ilikuja kubadilisha amri 10 za Mungu. Ile amri ya pili inayosema usijifanyie sanamu ya kuchonga, wakaiondoa kwa sababu wao wanachonga sanamu za watakatifu na kuziabudu. Kwa hiyo amri hiyo ikaondolewa, na matokeo yake amri ya 10 inayozungumzia usitamani mke wa jirani yako wala usitamani chochote chulako jirani yako ikagawanywa mara mbili, kwa sababu ile amri ya pili imeondolewa. Sasa hii ikagawanywa mara mbili, alafu ile amri ya tatu usitaje bure jina Bwana Mungu wako ndio ikapandishwa kuwa amri ya pili. Alafu amri ya 4 inasema ikumbuke siku ya Sabato, wakaiondoa, wakasema shika kitakatifu siku ya 8 siku ya Bwana, alafu usijue ni ipi. Lakini katika Biblia imeelezwa ni siku ya 7. Wanaweza sifiwe. Amen. Kwa hiyo tukaona katika sifa hiyo pembe ndogo hii iliweza kutimiza au mamlaka hii, na baadaye tunaambiwa ikawatesa watakatifu wake aliye juu. Iliwatesa kwa muda gani? Tamka na andiko. Kusema naye atawazimu kubadili majira na sheria. Sawa. Naye atawatia mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Asante. Tukaona wakati ambao mamlaka hii iliweza kufanya kazi
ni miaka ni siku 1200 na ngapi? Na 60. Au miaka 1260 kuanzia mwaka 538 mpaka mwaka 1798 ambao Papa Pius wa sita alikuja kukamatwa na jemedari Bethia wa Ufaransa, akaenda kufia kifungoni. Ukitaka uyathibitisha maneno hayo, kuna kitabu kinaitwa Papa ni Nani, utasoma ukurasa wa 97, utayakuta maneno hayo. Papa Pius wa sita alikamatwa na jemedari Bethia wa Ufaransa, akapeleka kwenda kufia kifungoni huko mwaka 1798. Miaka 1260 katimia, watakatifu wa Mungu waliteswa katika mamlaka hii, na historia inaonyesha Wakristo wengi waliweza kuuawa katika mamlaka hii baada ya kumiliki kofia mbili, ikitawala dini na serikali. Na wale waliopinga mafundisho, serikali ilitumika kwa ajili ya kuwaadhibu na kuwaita kuwa ni wazushi. Ni kwa sababu gani? Walikwenda kinyume na mafundisho ya mamlaka hii ya Kirumi au mamlaka hii ya Rumi ya kidini, mamlaka ya upapa. Wale waliokwenda kinyume na mafundisho yake waliweza kupitia mateso makali, na wakati huko mbele wale watakaoipinga, mambo yatajirudia, yaliyokuwepo ndiyo yatakayokuwapo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo teremka na andiko sasa. Endelea kusema. Anasemaje? Inasema hivi, lakini hukumu itaweka. Kwa hiyo licha ya kwamba mamlaka hii itajitukuza, mamlaka hii itafanya kinyume chake aliye juu, mamlaka hii itawatesa watakatifu wa Mungu, lakini tutambue ya kwamba hukumu itawekwa. Ilizungumzwa katika kitabu cha Wathesalonike wa pili, Wathesalonike wa pili 2 anzia mstari wa 3 mpaka mstari wa 8. Mamlaka hii ilijinua kipindi cha zama za giza kuanzia mwaka 538 baada ya Kristo mpaka mwaka 1798, miaka 1260, ikiwatesa watu wa Mungu. Wale waliokwenda kinyume na mafundisho yake waliitwa ni wazushi. Wakina John Huss walichoma moto wakateketea. Ni kwa sababu gani? Walifunga au walipinga mafundisho ya Rumi ya kidini, mafundisho ya upapa, na matokeo yake waliweza kupata mateso. Soma kama mnafika Wathesalonike ya pili fungu lake la 3. Sasa Yesu alikuwa amezungumza ya kwamba kupitia kinywa cha mtumishi wake Paulo ya kwamba siku ya Bwana haitakuja mpaka huyu mpinga Kristo aweze kufunuliwa. Tunapozungumza mpinga Kristo, ni anayechukua nafasi ya Kristo na kupinga huduma ya Kristo kana kwamba yeye ndiye anaweza kuitimiza. Tutaiona. Soma kama fika. Nasema twende. Mtu awaye yote asiwadanganye. Mtu awaye yote asiwadanganye. Njia yoyote. Kwa njia yoyote. Maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu. Kwa hiyo kile ambacho Kristo anakizungumza kupitia Paulo, anasema ya kwamba siku ya yeye kuja haitakuja mpaka utokee kwanza ule ukengeufu. Ukengeufu ulikuwa ni wa nini? Ulikuwa ni ukengeufu wa kanisa. Kwa Yesu asifiwe. Amina. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo 2 mpaka Ufunuo 3 utakuta kuna historia ya kanisa. Utakuta kuna makanisa 7. Utakuta kuna kanisa la kwanza linaitwa Efeso, kanisa la pili linaitwa Smyrna, kanisa la tatu linaitwa Pergamo, kanisa la 4 linaitwa Thyatira, kanisa la 5 linaitwa Sardi, kanisa la 6 linaitwa Philadelphia, kanisa la 7 linaitwa Laodikia. Utakuja kuona kanisa la kwanza Efeso lilikuwa ni kanisa la mitume, ambapo injili ilikuwa ni safi na neno la Mungu likahubiriwa, lakini shetani alikuwa ni mpingaji. Hebu rudi katika kitabu hicho cha Ufunuo 2, anza mstari wa ngapi? Ufunuo 2, anza mstari wa kwanza. Ufunuo sura ya pili fungu la kwanza. Anasemaje? Kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso. Sikiliza, kwa malaika wa kanisa au mjumbe wa kanisa aliyoko Efeso andika. Haya ndiyo anenayo yeye azishikaye hizo nyota 7. Anasema haya ndiyo ayanenayo yeye azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume. Katika mkono wake wa kuume. Yeye aendaye katikati ya vile vinara 7. Anasema yeye anayekwenda katikati ya vile vinara 7 na dhahabu. Nayajua matendo yako. Anasema nayajua matendo yako, na tabu yako, na subira yako, ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Wanapewa habari kanisa la Efeso
Efeso ikiwakilisha upendo au kitu cha kupendeza. Wanapewa habari ya kwamba walikuwa na subira, walikuwa na sifa, hawakuweza kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale wajiitao mitume, nao sio waona kuwa waongo. Ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa pili 11 kuanzia mstari wa 13 mpaka 16 utakuja kuona waliwajaribu wale waliojiita mitume na wakatambua kuwa ni waongo. Teremka na andiko bila kusema, nasema tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini na neno juu yako kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Kwa hiyo ilikuwa ni shida. Baada ya injili kuhubiriwa, injili ilikwenda kwa kasi katika usafi wake, na wengi wakaongolewa katika injili hiyo, lakini tunaambiwa ya kwamba walijisahau, wakauacha upendo wao wa kwanza, na matokeo yake yalikuwa ni nini? Na kanisa linalofuata anasema kanisa katika kanisa linalofuata inasema hivi, anasemaje? Na kwa malaika anasema hivi, na katika fungu lake la 7 anasema ya kwamba na kwa malaika wa kanisa lililoko Smirna, anasema na kwa malaika wa kanisa lililoko Smirna andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Soma haraka. Na ijua dhiki yako na umaskini wako. Sawa. Lakini anaendelea kusema najua na matukano hayo, ambao matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi na sio, bali ni sinagogi la Shetani. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo Ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani, ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Asante. Kwa hiyo baada ya kanisa la Efeso, kanisa la mitume lilipopoteza usafi wa injili, matokeo yake mateso yaliweza kuingia, na mateso hayo yaliweza kuingia katika kanisa, na matokeo yake wale waliokuwa wajasimama katika imani ya kweli waliweza kuteketwa. Tunaona mateso haya yaliongozwa na mfalme Nero, lakini mateso haya yaliongozwa na mfalme Diocletian, na matokeo yake Shetani hakuweza kufanikiwa kuharibu injili. Nini alikifanya? Akajaribu kuunganisha upagani na Ukristo, na ndiyo njia iliyofanikiwa kwa ajili ya kuiharibu injili safi ya Kristo katika kanisa la 3 la Pergamo. Sasa kama umefika katika kanisa la 3 la Pergamo, anasemaje? Na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili. Sawa. Na pajua ukawapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Sawa. Nawe walishika sana jina langu, Bwana huku imani yangu. Sawa. Hata katika siku za Antipa shahidi wangu, ndio mwaminifu wangu, aliyeuawa katikati yenu, hapo akaapo Shetani. Asante, subiri. Kwa hiyo tunakuja kuona katika kanisa la Pergamo, tunatangazia kwamba ndipo palipokuwa na kiti cha enzi cha 8 cha Shetani. Maana Ukristo ulichanganywa na upagani. Matokeo yake yalikuwa ni nini? Baada ya Ukristo kuchanganywa na upagani, wapagani walikuwa na ibada ya jua, walikuwa wakiabudu Mungu jua, na walikuwa naabudu katika siku ya kwanza ya juma. Lakini wapagani walikuwa na ibada ya miungu, waliokuwa naabudu miungu, masanamu yalikuwa katika ibada hiyo ya kipagani. Lakini katika ibada ya kipagani kulikuwa na sherehe walizokuwa wakimtukuza Mungu wao, ambao ilikuwa inafanyika tarehe 25 mwezi wa 12. Leo Wakristo wanadanganywa kwamba Yesu eti alizaliwa. Hakuna kitu kama hicho tutaweza kuonesha. Kwa hiyo haya ni mambo yaliyoingia. Ibada ya Jumapili ni matokeo ya Ukristo kuchanganywa na upagani. Sanamu ni matokeo ya Ukristo kuchanganyikana na upagani. Habari ya tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu, tarehe 25 mwezi wa 12, hakuna katika Biblia. Hebu nisome kitabu cha
Luka 1:26. Yesu hakuzaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Kama ulikuwa unasherehekea pasipo kujua, matokeo yake utapotea. Yesu hakuzaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Sikiliza, nisome kitabu cha Luka 1:26. Leo watu wanapofika tarehe hiyo wanasema Yesu alizaliwa. Hakuna tarehe kama hiyo Yesu alizaliwa. Soma kama umefika 1:26. Anasemaje? Mwezi wa 6. Sikiliza, wote tunajua kusoma na wote tuna masikio. Anasema mwezi wa 6, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya. Mwezi wa 6, malaika Gabrieli alitumwa mpaka kwenda mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwende kwa mwanamwali bikira aliyekuwa amepozwa na mtu jina lake Yusufu, mbari ya Daudi. Sawa. Na jina lake bikira huyo alikuwa Mariamu. Kwende akaingia nyumbani kwake, akasema, salamu uliyepewa neema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Bwana yu pamoja nawe. Akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, ndio salamu hii ni ya namna gani? Sawa. Malaika akamwambia, akasema, usiogope Mariamu, maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na utazaa mtoto mwanamume, jina lake utamwita Yesu. Kwa hiyo ilikuwa ni mwezi wa ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Malaika Gabrieli au Jibril, sawa? Ndio. Anakwenda kwa mwanamwali bikira aliyekuwa anaitwa Mariamu. Ilikuwa mwezi wa ngapi? Mwezi wa 6. Anasema ya kwamba atachukua nini? Mimba. Sasa kuanzia mwezi wa 6, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpaka mwezi wa 12, tunataka kusema Yesu alizaliwa hajatimiza muda wake? Hapana, si kweli. Luka 2 mstari wa ngapi? Anza mstari wa 6. Yesu alizaliwa baada ya muda kutimia, kama ambavyo wewe na mimi tumezaliwa, maana alichukua asili ya mwanadamu. Soma kama umefika. Katika Luka 2:6. Anasema ikawa katika kukaa huko siku zake za kuzaa zikatimia. Zilikuwa nusu, ilikuwa ni ndivyo. Siku zile zikatimia. Siku za kufanyaje? Za kuzaliwa. Hebu soma vizuri, labda hawajasikia vizuri. Ikawa katika kukaa huko siku zake za kuzaa zikatimia. Kumbe zilitimia, si kwamba alizaliwa na siku zikiwa nusu. Zilitimia. Anaongea kwamba unajua yule ni kwa uwezo wa Mungu, hata angezaliwa na siku 2. Tunaambiwa siku zake za kuzaa zilipofanyaje? Zilitimia. Akafanyaje? Akazaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Yesu mimba yake inatungwa katika tumbo la Mariamu mwezi wa ngapi? Mwezi wa 6. Mwezi wa ngapi? Mwezi wa 6. Lakini Ukristo ulipochanganyikana na upagani, sikukuu ya ibada ya kuzaliwa kwa Mungu wa kipagani ikaingizwa ndani ya kanisa. Hebu nichukulie kitabu kinaitwa Bustani ya Katekista, kitabu cha Kikatoliki kabisa, wanaweka wazi ukurasa wa 74. Leo watu kwa sababu hawasomi na hawataki kufuatilia, wanapenda sherehe, wanapenda raha tu. Soma kama umefika ukurasa wa 74. Wanauliza swali, je, Yesu alizaliwa tarehe 25? Uulize wao ndio watujibu. Soma kama umefika. Kitabu kinaitwa Bustani ya Katekista, vinauzwa. Ukienda kwenye maktaba wanakuuzia na unasoma mwenyewe. Ukurasa wa 74 anasemaje? Chini kabisa pale anauliza swali. Ukurasa wa 74. Anasomeka hivi. Anasemaje? Yesu alizaliwa tarehe 25 Desemba. Sikiliza, si mimi niliyekiandika hicho kitabu, na mimi nimeenda nikakinunua. Anasema, je, Yesu alizaliwa tarehe 25 Desemba? Kwa kweli, hakuna. Hakuna anayejua tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu. Twende. Tarehe 25 Desemba ilikuwa sikukuu kubwa kwa wapagani. Walikuwa wakifanya ibada zao kwa Mungu jua. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa ni mimi ndio nimeandika? Hapana. Ni cha kwangu? Hapana. Si ni cha imani wanayoamini? Kabisa. Na inapofika tarehe 25 wanasema Yesu alifanyaje? Alizaliwa. Lakini wao wenyewe wanakiri, wanasema hakuna anayefanyaje? Anayejua. Na hiyo tarehe 25 Desemba wanasema ilikuwa ni siku ya ibada ya nini? Ya Mungu jua. Hebu endelea pale, nasemaje? Nasema twende kwenye karne ya 4. Karne ya 4. Mwaka wa 336. Mwaka wa 336. Baada ya Kristo. Baada ya Kristo. Viongozi wa kanisa walionelea siku hiyo washerehekee kuzaliwa kwa Yesu. Sasa unakuwa mtu eti baada atakwambia unajua Yesu alizaliwa tarehe 25. Bwana asifiwe. Amina. Na hicho kitabu ni cha kanisa lao.
Upagani ulipoingiliana na Ukristo, mambo yaliharibika. Baada ya Konstantino kujifanya kuwa ameongoka mwaka wa 321, Konstantino alipojifanya ameongoka na kubatizwa akajifanya kuwa ni Mkristo, kumbe ilikuwa ni njia ambayo shetani alihitaji kuharibu Ukristo, akachanganya Ukristo na upagani. Mambo ya kipagani yakaingia ndani ya kanisa, na matokeo yake Ukristo ukapoteza sura yake. Mpaka leo Ukristo umekuwa umechanganyikiwa. Wakiinuka watu wanasema ukweli, unasemekana hao ni waasi. Bora niitwe muasi wa dhehebu, si muasi wa imani. Waasi walikuwepo wengi, waliasi madhehebu yao, si imani. Ukitaka kupona, kaa katika imani, wala uasi dhehebu. Wakuite ni muasi katika Adventista, wakuite muasi katika Ukatoliki, wakuite muasi katika Pentekoste, lakini wasikuite muasi katika Biblia. Kwa hiyo Ukristo ulipoingia na upagani, kukawa na muunganiko. Ibada za uongo zilianza kuingia. Ibada ya siku ya Jumapili ni ibada ya siku ya jua. Nichukulie katekisi mkubwa hiyo, ukurasa wa 484. Tuone siku ya Jumapili ilikuwa ikifanyika ibada kwa Mungu gani, na leo imeingizwa ndani ya kanisa. Chukulia kwenye begi humo, ni vitabu vinauzwa, chukua soma upate maarifa. Lakini leo kuna watu wanatunza tu Jumapili, wakiambiwa Jumapili ni siku ambayo ilianzishwa na mfalme Konstantino, wanakimbilia polisi. Kimbieni, soma hiyo. Wale wanaopenda kuokolewa waokolewe kwa kusikia, ambao wataki waache. Soma wafika ukurasa wa 484 aya ya 2 inasema sisi. Kurasa wa 484 ukurasa wa 484. Ngoja nifike hapo. Tumeona tarehe 25 sio siku ya kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Tumeona ilikuwa ni siku ya ibada ya kipagani. Baada ya Ukristo kuchelewana na upagani, wakaona waichukue siku ile ili waichanganye, waseme ndio kuzaliwa kwa Yesu, ili wapagani waendelee na ibada zao. Sasa sinakuwa ni kubadilisha tu miti, ila nyanya anakuwa ni yule yule. Soma kama fika ukurasa wa 484 aya ya 2. Inaanza na kipengele sema sisi. Anasema twende, sisi sote tunakusanyika siku ya jua. Tunakusanyika siku ya jua, na tumeona siku ya jua ilikuwa inatumika kumwabudu Mungu. Jua ilikuwa inatumika kumwabudu Mungu. Jua. Wewe unasema sisi sote tunakusanyika siku ya jua kwa sababu ndiyo siku ya kwanza baada ya sabato ya Kiyahudi. Kwa hiyo sabato inapokwisha, siku ya kwanza ya juma ilikuwa ni siku ya kumwabudu Mungu. Jua. Lakini kwa sababu Ukristo uliweza kuchanganyikana na upagani, wakaondoa sabato ya Mungu ili kuwafurahisha wapagani, wakaanza kutunza siku ya kwanza ya jua. Hebu nichukulie kitabu cha Bustani ya Katekista, nisomee ukurasa wa 73. Bustani ya Katekista ukurasa wa 73, niangalizie kipengele cha 3 kinachosema Wakristo wa awali au Wakristo wa kwanza. Kihistoria Wakristo walitunza siku ya Sabato. Katika kipengele kama namba 3 au namba 4 au namba 2. Okay, katika kitabu hiki ukurasa wa 73. Je, Yesu alizaliwa siku? Tumeshi mwangalizie hapa kasi ili tuwae tuweze kuangalia vitu vilivyo wazi. Mtu wa Mungu, ukipenda kutunza Jumapili, tunza mwenyewe. Usiseme ya kwamba Mungu alikuagiza. Mungu hajawahi kuagiza na jambo la namna hiyo. Ukisema Yesu alizaliwa tarehe 25 Disemba, kubali mwenyewe. Lakini katika Biblia Mungu hajatoa maagizo kama hayo. Angalia ukurasa wa 73 au 74. Kuna kipengele nimeandika na kalamu hapo. Vipengele. Anasema kihistoria Wakristo wa kwanza waliendelea kutunza Sabato. Hakuna maneno hayo. Masomo ni mengi. Ninasisitiza kwamba Wayahudi walipaswa kupumzika na kusali siku ya Sabato. Kwa mfano mafungu yametajwa hapo. Sawa. Anasema lakini baada ya kufufuka kwa Yesu, Wakristo walionelea waadhimishe siku ya Bwana, siku hiyo Yesu alipotoka kaburini. Kwa hiyo kumbe Wakristo ndio walifanyaje? Walionelea. Niangalizie hapo kihistoria. Nataka neno kihistoria. Tunaelewa kwamba Wakristo wa kwanza waliendelea kufanya
kufanyaje? Kuadhimisha siku ya Bwana Jumamosi. Kwa hiyo Wakristo wa kwanza walikuwa wanaendelea kuadhimisha siku ya Bwana ambayo ilikuwa ni juma ngapi? Jumamosi. Sasa ndio kipengele cha 4. Tuone nani aliyeanzisha hiyo siku ya kwanza ya juma na kuambia watu wafanye ibada. Anasemaje? Wale ambao walikuwa wanatoka upagani hawakujisikia kuwa wanapanwa na sheria zile. Sawa. Walikuwa wakizingatia kwamba Yesu alifufuka siku ya kwanza ya juma. Anaendelea kusema sababu nyingine ya kusali Jumapili pale anaposema Konstantino, rafiki, hapo tu chini sura nimeandika namba 4. Anasema Mfalme Konstantino alivyotangaza rasmi kwamba Jumapili iwe siku ya Bwana, Wakristo wapumzike na kusali. Hayo ndiyo mapokeo ya makanisa mengi. Kwa hiyo kumbe habari ya Jumapili limetokea Mfalme Konstantino, na tunaambiwa alitangaza ilikuwa mwaka gani? Soma hapo. Mwaka 321 tarehe 3 mwezi wa 3. Kwa hiyo tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka wa 321 Mfalme Konstantino akatangaza watu wafanye ibada siku gani? Siku ya Jumapili. Na wapumzike siku gani? Siku ya Jumapili. Lakini si Mungu aliyeagiza. Matokeo yalikuwa ni nini? Ukristo ulikubali kushikana mikono na umizimu. Ukristo ulikubali kushikana mikono na upagani. Ni kwa sababu gani? Baada ya mtu wa kuasi alipokuja kuanza kazi kuanzia mwaka 538 akatumia sheria kuwashinikiza watu, na wale waliokataa kutunza Jumamosi na kuendelea kutunza siku ya kwanza ya juma waliweza kupata mateso na kuuawa. Na tukio hilo liko mbele yetu, maana tunapiga kelele kwamba Mungu hajawahi kuagiza watu watunze siku ya kwanza ya juma. Mungu ameagiza watu watunze siku ya Sabato. Mambo ya Walawi 23 mstari wa 3. 23:3 kitabu cha Mambo ya Walawi. Na kama kuna mtu ana swali aje aulize, kitabu kisomwe watu waweze kupata ukweli. Si unakaa huko unamwambia watu, najua wale wanadanganya, najua wanasema si tuko hapa. Njoo unakaa kwenye ile kiti pale, unapewa maiki, unauliza. Soma Mambo ya Walawi 23:3. Nasomeka katika Mambo ya Walawi 23 fungu la 3. Twende. Mtafanya kazi siku 6. Mtafanya kazi siku 6. Lakini siku ya 7, lakini siku ya 7 Sabato ya kustarehe kabisa. Ni Sabato ya kustarehe kabisa. Kusanyiko takatifu. Kusanyiko takatifu. Lakini Mfalme Konstantino akawaambia watu siku ya kustarehe ni siku ya kwanza ya juma. Akawaambia watu siku ya kufanya ibada ni siku ya kwanza ya juma. Kwa hiyo wale wanaofanya ibada siku ya kwanza ya juma wanatia agizo la Mfalme Konstantino, na wale wanaofanya ibada siku ya 7 Sabato wanatia agizo la Mungu. Sasa kwa nini utie agizo la Mfalme Konstantino uache agizo la Mungu? Na maandiko yako wazi. Kama kuna mtu ana ushahidi mwingine, basi tunamkaribisha, anaweza akaja akatoa, au kama ana swali anakaribishwa kuja kuuliza. Sije tukaondoka ukasema ya kwamba hatukutoa nafasi. Najua ningepewa nafasi ningeuliza hivi. Nafasi ipo, njoo uje uulize tuweze kujifunza. Kwa hiyo kumbe matokeo ambayo yalisababisha ni baada ya Mfalme Konstantino kuhama kutoka Rumi na kuhamia Konstantinopo kule Istanbul, akiacha kiti cha enzi katika Rumi, na matokeo yake kikakamatwa na maaskofu wakakitawala kiti hicho, wakaanza kutawala dini na serikali. Dini na serikali. Wale waliopinga mafundisho, serikali itumika kwa ajili ya kuwashughulikia, na matokeo yake wakainuka wana matengenezo katika kanisa la Sardi. Wanaweza siviwe? Amen. Akina Martin Luther, wakina John Tyndale, wakina Wycliffe, wakina Jerome, wakina Hasi wakapinga mafundisho yaliyokuwa yameanzishwa na Katoliki baada ya kanisa kuingia katika uasi. Najua leo watu wanasemaga hivi, kanisa Katoliki ndio kanisa la kwanza. Ni kweli. Ni kweli kwa sababu gani? Ndio kanisa ambalo Kristo aliliacha, lakini ilipofika mwaka 538 kanisa lilianza kutumia mamlaka na kuchukua cheo cha Kristo. Tukaanza kuona Papa anasema anasemea dhambi. Lakini tulijifunza jana, anayesamea dhambi ni nani? Kitabu cha Luka 5 mstari wa 21. Hakuna mwanadamu anayeweza kumsamea dhambi mwanadamu mwenzake. Huo ni uongo. Uongo mweupe. Hakuna mwanadamu anaweza kumsamehe dhambi mwanadamu mwenzake. Hakuna. Luka 5:21.
Luka 5:21. Twende. Inasomeka hivi katika Luka 5:21. Haisomeke. Inasema katika basi wale waandishi na Mafarisayo wakaanza kuhojiana wakisema, nani huyu asemaye maneno ya kufuru? Nani awezaye kusamehe dhambi? Isipokuwa Mungu peke yake. Ni Mungu na Baba. Mungu peke yake. Ni Mungu na Baba. Mungu peke yake. Kwa hiyo Mungu peke yake ndiye anaweza kusamehe nini? Dhambi. Lakini leo kuna mwanadamu anasema yeye anaweza kusamehe nini? Dhambi. Sisi wanadamu tunasameheana dhambi gani? Soma kitabu cha Yakobo 5. Nikuoneshe dhambi tunazosameheana. Yakobo 5 anza mstari wa 10 na ngapi? Angalia mstari wa 10 na ngapi? 14 au 15 hapo. Katika kitabu cha Yakobo 5. Sisi hatumsamehe dhambi mtu, tunasameheana makosa. Soma kama umefika. Katika Yakobo 5 fungu la ngapi? Taanza fungu la 9. Toni mwalimu anasemaje? Ndugu, msinungunikiane msije mkahukumiwa. Angalieni mwamuzi amesimama mbele ya milango. Hebu angalia kwenye 10 na ngapi hapo? Yakobo 5. Angalia mstari wa 14 au 15. 14 inasema, mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na awaite wazee wa kanisa, nao wamwombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana, na kule kuomba kwa imani utamwokoa mgonjwa yule. Sawa. Na Bwana atamwinua, hata akiwa amefanya dhambi atasamehewa. Hebu teremka tu. Naendelea kusema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi, na kuombeana ili mpate kuponywa. Kwa hiyo tunapaswa kuungama dhambi sisi kwa sisi. Kwa hiyo mimi nikikutukana wewe, utakuwa nimekosea, nimetenda dhambi. Inapaswa nije kwako nifanyeje? Ungame. Si kwamba ninaungama Mungu wewe ndio ufanye jambo la kunisamehe. Hapana, ili mimi na wewe tusameane. Alafu Mungu ndiye atakayefanyaje? Anasema msipowasamehe ninyi makosa yenu. Si tunaambiwa katika kitabu cha Luka ngapi? Au ni Mathayo ngapi? Mathayo 6 mstari wa 9, si ndio? Hebu kimbia hapo mara moja. Si kwamba mimi na wewe tunaweza tukafanya dhambi zako eti mimi nikakuwekea mkono nikakwambia umesamehewa dhambi zako. Hakuna kitu kama hicho. Mimi na wewe ndio tunasameheana. Mimi nikikukosea wewe, nikikuibia, inapaswa nije nifanye toba kwako. Sasa rafiki, nilikuibia, nisamehe. Alafu Mungu ndiye atafanya kazi ya kunisamehe mimi nitakapofanya toba ya kweli. Soma kama umefika. Katika anasemaje? Katika Mathayo 6 fungu lake la 9. Anasemaje? Anasema hivi, teremka. Basi ninyi salini hivi. Ukisemaje? Baba yetu uliye mbinguni, twende. Jina lako litukuzwe. Twende. Ufalme wako uje. Alafu mapenzi yako yatimizwe. Hapa duniani kama mbinguni. Twende. Tupe riziki yetu. Alafu tusamehe deni zetu. Tusamehe deni zetu. Kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu. Sasa kwani sisi ndio tunafanya Mungu atusamehe au ni mimi na wewe tunasameheana? Tunasamehe. Kwa hiyo hakuna mwanadamu anayeweza kumwambia mwenzake umesamehewa dhambi zako. Anayeweza kukuambia hivyo ni Mungu peke yake. Bwana asifiwe. Amina. Kitendo cha kusema mwanadamu anasamehe dhambi ni baada ya maaskofu kujitwalia mamlaka na kujiona kana kwamba wao wanachukua sifa ya Mungu. Tena nasema wanachukua sifa ya Kristo duniani, kwamba wao ni wapatanishi. Lakini tuliambiwaje katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro? Waraka wa kwanza wa Petro 2 mstari wa 5. Tuna mpatanishi mmoja tu, ni Yesu Kristo. Hatuna mwingine. Kama una mpatanishi mwingine katika ulimwengu, wewe utapotea asubuhi sana. Soma kama umefika. Katika kitabu kile cha waraka wa Petro, waraka wa kwanza wa Timotheo 2 mstari wa 5. Timotheo wa kwanza 2 fungu la 5. Timotheo ya kwanza 2:5. Anasemaje? Neno la Mungu limeandikwa kusema katika kitabu cha Timotheo. Twende chapu mtu wa Mungu. Anasema hivi. Timotheo ya kwanza 2:5. Anasema twende. Mungu anasema kwa kuwa Mungu ni mmoja. Kwa kuwa Mungu ni mmoja. Na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja. Nani? Mwanadamu Kristo Yesu. Kwa hiyo mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mwanadamu Kristo Yesu. Alipokubali kuchukua asili ya ubinadamu, akafa msalabani kwa ajili yetu, akatupatanisha, akapaa kwenda mbinguni akituombea. Kwa hiyo wewe ukitenda dhambi, nenda chumbani kwako, piga magoti, mwambie Yesu, mimi nimefanya 1 2 3.
Yesu atakuombea kwa lugha yake, utasamehewa. Unapokwenda kwa mwanadamu, huyo mwanadamu dhambi anapelekaga wapi yeye? Kama kuna sehemu anapeleka, si na wewe upeleke tu huko kuliko kumpelekea yeye kusaidia kupeleka. Anakopeleka yeye na wewe peleka, si unampelekea yeye. Yeye hana uwezo wa kukusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yesu asifiwe. Amina. Turudi kitabu cha mwisho nimalizie kulingana na muda wa Wathesalonike wa pili 2, anza mstari wa 3 teremka mpaka 8. Maana tumeambiwa kwamba siri ya mtu wa kuasi aliyechukua mamlaka ya Mungu, anasema anasamehe dhambi. Anayesamehe dhambi ni Mungu peke yake, akajifanya sawa na Mungu, anatumia jina la Mungu. Tuliweza kuona katika kitabu cha Yohana 17 mstari wa 11, Mungu anaitwa Baba Mtakatifu, na yeye anajiita Baba Mtakatifu, na watu wanapiga magoti. Hakuna kumpigia magoti mwanadamu kumwabudu Mungu, amekataza. Anayepaswa kupigiwa magoti ni Mungu peke yake. Malaika walipigiwa magoti, walikataa. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 19 kuanzia mstari wa 8, walipigiwa magoti wakataa. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 10 mstari wa 25, tunaweza kuona ya kwamba Petro, Kornelio anampigia magoti. Petro anamwambia simama, na mimi ni mwanadamu. Kwa hiyo mwenye uwezo wa kupigiwa magoti ni Mungu peke yake katika ibada. Soma kama umefika. Wathesalonike ya pili 2:3 inasema. Anasemaje? Mtu awaye yote asidanganye kwa jinsi yoyote. Asiwadanganye kwa jinsi yoyote. Maana hichi usipokuja kwanza ule ukengeufu. Tumeona katika kanisa ukengeufu ulitokea, akafunuliwa yule mtu, anasema mtu wa kuasi, anasema akafunuliwa yule mtu wa kuasi. Sawa. Anasema wana wa uharibifu, yule mpingamizi, sawa, ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, na hata yeye mwenyewe uketi katika hekalu la Mungu, akajionyesha nafsi yake kama kwamba yeye ndiye Mungu. Kwa hiyo huyu atakapofunuliwa, watu wakamjua, siku ya Bwana itafanyaje? Lakini kwa sababu hajafunuliwa, leo amejifumba katika vazi la Ukristo, na watu wengi hawamtambui, wanahisi yeye ndiyo yeye. Lakini kwa sababu ya mambo mengi aliyofanya, Wakristo atakapofunuliwa na kuweza kukubali kuondokana na ibada ya huyu mtu wa kuasi, wakafuata ibada ambayo Mungu anahitaji, ndipo kuja kwa Kristo kutatimia, afunuliwe, ambayo Bwana mwenyewe atamuua kwa kinywa cha pumzi yake. Hakuna mtu anayeweza kuiondoa mamlaka hii. Leo Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo mamlaka hii ndio imekuwa ikiongoza ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio inaongoza ulimwengu. Tutajifunza katika Ufunuo 13, Mungu akitupatia uzima kesho. Basi Mungu awabariki wote ambao mmeendelea kusikia, na Mungu awajalie maneno haya yanayotua katika mioyo yenu yawe mbegu, yaanguke katika udongo na yaweze kuwasaidia kuwa miongoni mwa wale mtakaopata uzima. Kama kuna watu wanaendelea kuwa katika ibada hizo, si tumesoma hapa ibada ya Jumapili, hiyo ni ibada iliyoletwa na Mfalme Konstantino tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka wa 320 ngapi? Na 21. Huko katika ibada ambayo ina muda, lakini Wakristo wa awali wanasema walitunza nini? Sabato. Ni bora uwe katika Wakristo wa awali ukitunza Sabato. Kuzaliwa kwa Yesu si tarehe 25 mwezi wa 12. Hapana. Kuzaliwa kwa Yesu hatujaweza kupewa muda. Ukipata muda kasome kitabu cha Mhubiri 1 na ule mstari wa 7. Anasemaje? Anasema heri siku njema sijui kuliko nini. Anasema bora siku ya kufa kuliko siku ya kufanyaje? Ya kuzaliwa. Kwa maana siku ya kufa katika Biblia tumeweza kuelezwa, ila ya kuzaliwa hatujaambiwa. Maana hiyo haina faida yoyote inayotupatia, isipokuwa kifo cha Kristo kinakuwa na faida kwetu, tunaweza kujua na kutambua. Basi Mungu awabariki, lakini natamani tuweze kuomba, na wale ambao wanatamani tuweze kuomba pamoja wanaweza wakapiga hatua kwa ujasiri, tukaweza kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tupige magoti tuombe. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uishie juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu unatujalia ujasiri ambao wengi wameshindwa kuwa nao, kusimama na kutetea ukweli wakihofia maisha yao. Lakini asante kwa ujasiri huu, maana pasipo wewe hata sisi tusingeweza kufanya neno lolote. Endelea kututia nguvu ili tuendelea kuwahubiri watoto wako katika ulimwengu, wale watakaokuwa tayari kupokea ukweli, waupokee wakijua ya kwamba kuufuata ukweli ni gharama, maana inahitaji useme ukweli kama neno lako lisemavyo. Neema yako iwe pamoja nasi
tunawakabidhi mikononi mwako wote walioendelea kusikia na wanaoendelea kufuatilia katika mitandao ya kijamii, katika YouTube. Endelea kuwa pamoja na wao ukiwasaidia kufanya maamuzi ya kweli, maana tunaishi katika siku za mwisho. Mwisho umekaribia, mwanao Yesu Kristo anakuja. Wajalie na wao kwa miongoni mwa wale watakaopata uzima. Wabariki wote wafanya biashara katika maeneo haya, maana wamekuwa waaminifu katika kusikia. Wajalie sasa yule mwovu shetani asilinyakue neno hili ambalo limeweza kutua katika mioyo yao. Wajalie likaweze kuota na hatimaye likazae matunda. Neema yako ipo pamoja nasi, uwepo wako usitupungukie. Tumeomba kwa imani kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Amen. Basi hapo ndipo tutakuwa tumefikia mwisho, lakini ningetamani nitaje namba ya simu kwa wale ambao wanaweza kupata muda wa kupiga kwa ajili ya kuuliza maswali au kwa ajili ya kujifunza, kwa ajili ya maombi pia. Tunaweza tukapatikana kwa namba hiyo na tukafika kwa ajili ya kufanya huduma. Namba ni 07 60 10 45 57, 07 60 10 45 57. Piga namba hiyo, tunaweza tukawasiliana. Lakini pia kwa wale wanaohitaji ibada, tunafanya ibada siku ya Sabato, na sisi ni Waadventista wa Sabato wana matengenezo. Jumbe kama hizi Waadventista wa Sabato sasa wameshazipaki pembeni. Kwa sababu gani? Wamekubali kuungana na ulimwengu, na kwa sababu Mungu anatamani kweli wake isimamiwe, hatuko tayari kuuacha ukweli. Lazima tumtetee ukweli, tukaamua kufanya matengenezo kusimamisha kweli ya Mungu. Kwa hiyo Mungu awabariki, niwatakie usiku mwema na niwatakie kazi njema. Amina.